Yesu asifiwe. Somo letu linasema kwamba umoja wa Kristo katika kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Umoja wa Kristo katika kanisa. Hapa tunazungumzia katika kanisa ziko kama hivi tulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Itakubidi wewe unaitikia, tunapenda usichoke ili utukufu wa Mungu uzidi kujia. Kama tunavyojua umoja, yani kuna namna nikizungumza umoja, kuna kitu unafeel kwamba ni kitu fulani hivi ambacho watu wakikutana pamoja au ni wamoja. Bwana Yesu asifiwe. Wana uwezo wa kufanya kitu, yani tunaposema kwamba umoja, kwamba watu wameshakutana, wanafanana na wana nguvu na wanaweza kufanya kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo tutazungumzia katika kanisa, huo mmoja upo. Na tukirudi katika neno kuu, anasema hivi. Maana inatoka katika Zaburi 133 ule mstari wa kwanza. Anasema hivi: tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Sentensi hii haikuishia ndugu wakae pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Akamalizia kwa umoja. Kumbe tunaweza tukakutana hivi lakini tusiwe na umoja, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Kumbe tunaweza tukakaa kwa pamoja lakini hatuna umoja. Tafakari hii sentensi. Ingeishia hapo wakae kwa pamoja, lakini amesema kwa umoja. Kwamba kwa umoja ni nini? Kuna sifa ambazo nikizitazama kwa huyu, nikazitazama kwa huyu, nikazitazama kwa huyu, nakuta ni azese. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ndio nitasema hawa watu ni wamoja. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani tunaelewana hapo katika kuelewa umoja. Sasa tunaongelea leo umoja katika kanisa, umoja wa Kristo katika kanisa. Na katika somo la kwanza tunaona Yesu alikuwa anatuombea kwa Baba, kwamba anatuombea nini? Utukufu wa Mungu, kwamba tuwe na umoja. Bwana Yesu asifiwe. Tuisome, ilikuwa ni Yohana Mtakatifu sura ile ya 17. Mtumishi alianzia mstari kama wangapi hivi, lakini sisi tutaanzia mstari wa 21. Huko ameongelea kwamba jinsi alivyokuwa anatuombea kwa Mungu. Tutaangalia mstari wa kuanzia 21 hadi 23. Anasema hivi: wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiye uliyenituma. Nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Mimi ndani yao nami ndani yao, mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiye uliyenituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe hapa tunaona hata Yesu Kristo alituombea kwa Baba, utukufu ambao unatufanya tuwe na nini? Na umoja. Kumbe tunakuja kuona kwamba umoja unabeba utukufu wa Mungu. Na maana yake kwamba nini? Mungu anatukuzwa katikati ya umoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Tamani kuelewa hichi kitu, na sio katika miujiza sijui nini kufanya nini kwamba hapa ndo anatukuzwa, kwamba tuone nikisimama hapa nikasema fire watu wakalala hivi basi ndo anatukuzwa. Hapana. Anasema katika umoja. Na hiyo ndio ilikuwa ni utukufu wa kwanza ambao ndio tumepatiwa, kwamba cha kwanza, yani cha kwanza. Ndio vitu vingi tumepewa, lakini cha kwanza anakuambia ni umoja. Hapo ndicho anasema utukufu wa Mungu unadhihirika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa ninatamani tunapokuwa tunaendelea hivi kujifunza hili somo, uendelee kutafakari wewe. Wewe je, uko katika umoja au tumekaa kwa pamoja tu? Elewa kukaa na kuwa na umoja zaidi. Tumekutanika tu kwamba tupo, au kweli na mimi nikikaa na huyu na huyu kweli mtu akinicheki akinicheki ni kitu kimoja? Endelea kutafakari. Sasa leo tutatembea na kitabu kimoja ambacho ndicho kitatupeleka. Maana mpaka tuseme watu ni wamoja, ni lazima kuna vitu wanaendana, kuna sifa wanaendana, kuna vitu yani nikivitazama hapa na hapa vinaendana. Lakini pia tukumbuke penye umoja pana nguvu. Tukumbuke hata ule mnara wa Babeli. Wale watu walikuwa wana lugha moja, yani wana usemi mmoja. Walikuwa wana lengo moja, wana imani moja. Kwamba tujenge ndio. Papa huo unaenda tu. Mungu akatazama, mbona kama wanataka kufika? Hebu na tushuke, akasambaratisha lugha. Baada ya kusambaratisha lugha,
Hana tena mtu wa kujenga, leta hiki, huyu analeta hiki, fanya hivi, anafanya hivi. Kumbe tukaona nguvu moja inayosaidia kufanya kitu ni umoja. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kanisa anayetusaidia kuishi katika umoja ni Roho Mtakatifu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Anayetusaidia kuishi katika umoja ni Roho Mtakatifu. Kwa sisi wenyewe tutakuwa tunajidanganya. Ndio Shalom kwaya ameimba hapa upendo. Tutakuwa tunajidanganya tukiingia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Napiga na magoti. Mimi Msukuma. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukitoka hapa nini? Roho Mtakatifu ndiye anayetusaidia. Yaani kwa namna yetu tunaweza tukasema tufanye ili nipendezwe na watu, lakini iwapo Roho Mtakatifu hata wakukute sehemu gani, unaweza ukasema Bwana asifiwe. Kama ni kweli unaongoza. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani tutakuwa tumeelewana. Tutakwenda kufungua kitabu kile cha Waefeso. Efeso ile sura ya 4. Japo key concept inaanzia mstari wa 3, ila nitaanza tu na mstari wa kwanza. Waefeso sura ile ya 4 kuanzia mstari wa kwanza. Nitaanza mstari wa kwanza. Kwa hiyo nawasihi mimi niliyefungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na pole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo. Tunaanzia sawa hapa. Na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Tunaanza. Mwili mmoja, roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Bwana mmoja, imani mmoja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona moja hapa tumetaja kama manasaba, na ndizo tutakwenda kuzitazama katika kanisa. Hizi ndizo nasema ni kama kifungo ambacho Roho Mtakatifu anasimama kwa kuja kukamilisha ule umoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama kifungo saba ambapo mimi kama Mkristo kule tumekutanika mahali hapa, nikitazama huyu imani yake, si mwili nini mambo yake wote ni kute kweli. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndio tutasema sisi ni wamoja. Tutaanza na kitu cha kwanza. Anakuwa kwa mwanzoni amesema kwamba ule mstari wa 4 anaanza mwili mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa mwili mmoja unaozungumziwa ni mwili wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Je, tunafanyia yaani tunatimizaje mwili wa Kristo? Na tunajua kwamba mwili wa Kristo tunaujenga kwa kuna kalima tofauti. Kuna vipawa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Katika kanisa ili tukaweze kukamilisha mwili wa Kristo ni lazima mtu akapray kati yake. Kila mmoja na nafasi yake ndipo tutaweza nani, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Hebu mwenye kitabu Biblia anisomee vizuri kwa sauti watu wasikie waelewe. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 kuanzia mstari wa 12. Maana kama vile mwili ni mmoja, nao viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Amen. Mstari wa 13 anasema, kwa maana katika roho mmoja sisi sote tuliobatizwa kwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa roho mmoja. Kwa maana mwili si kiungo kimoja, bali ni vingi. Mguu kisema, kwa kuwa mimi si mkono, mimi si wa mwili, je, si wa mwili kwa sababu hiyo? Na sikio likisema, kwa kuwa mimi si jicho, mimi si la mwili, je, si la mwili kwa sababu hiyo? Kama mwili wote ukiwa jicho, kuu wapi kusikia? Kama wote ni sikio, kuu wapi kunusa? Endelea tu. Mstari wa 18 anasema,
bali Mungu amevitia viungo kila kimoja katika mwili kama alivyotaka. Lakini kama vyote vingekuwa kiungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? Mstari wa 20, lakini sasa viungo ni vingi, ila mwili ni mmoja. Na jicho haliwezi kuambia mkono, sina haja na wewe, wala tena kichwa hakiwezi kuiambia miguu, sina haja na ninyi. Bali zaidi sana vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa vinyonge zaidi, vyahitajiwa zaidi. Na vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa kama havina heshima, viungo vile twavipa heshima zaidi. Na viungo vile twavipa heshima zaidi. Na viungo vyetu visivyo na uzuri vina uzuri zaidi sana. Kwa maana viungo vyetu vilivyo na uzuri havina uhitaji, bali Mungu ameunganisha mwili na kukipa heshima zaidi kile kiungo kilichopungukiwa, ili kisiwe na faraka katika mwili, bali viungo vitunzane kila kiungo na mwenziwe. Na kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote huumia nacho, na kiungo kimoja kikitukuzwa, viungo vyote hufurahi pamoja nacho. Basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo, na viungo kila kimoja peke yake. Malizia 28 mpaka 31. Mstari wa 28. Na Mungu ameweka wengine katika kanisa, wa kwanza mitume, wa pili manabii, wa tatu walimu, kisha miujiza, kisha karama za kuponya wagonjwa na masaidiano na maongozi na aina za lugha. Mstari wa 29. Je, wote ni mitume? Wote ni manabii? Wote ni walimu? Wote watenda miujiza? Wote wana karama za kuponya wagonjwa? Wote wananena kwa lugha? Wote wafasiri? Takeni sana karama zilizokuu, hata hivyo na waonyesha njia iliyo bora. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesoma hivi parefu ni kwa sababu pameelezea vizuri. Yaani ukisikiliza kwanza mfano tu waliotoa hapa kwamba mfano wa mwili huu hapa. Let me niweke example. Mwili huu hapa. Kuna kila kiungo hapa kinategemea kiungo chake. Bwana Yesu asifiwe. Hapa natamani tunapoongea mfano uendelee kutafakari wewe kanisa kama kanisa una nini unafanya katika kuunganisha. Bwana Yesu asifiwe. Mkono unategemea kitu kingine. Yaani kifano leti ya shughuli nataka kuchukua kitu fulani. Hapa kilichoona ni macho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini macho hawezi akatoka hapa sijui ashuke aende akachukue pale. Hapana, miguu itatembea. Na hiyo miguu ikifika hapa haina uwezo wa kuchukua. Itafanyaje? Mkono unatakiwa uchukue. Mkono naye hauwezi ukanyoka tu kwamba hivi. No, kiungo kitafanya kiuno hapa. Bwana Yesu asifiwe. Huu mfano umekuwa ni mfano mzuri sana katika kwamba katika kanisa kuna vitu tofauti. Huko mwishoni amekuja akamalizia akasema sasa kuhusu karama. Yaani ndizo ambazo sasa zilikuwa zinaongelewa. Na akasema hivi, kiungo kile tunachokitazama kwamba ni kizuri nacho hakihitajiki bali tunatazama kwa wote. Yaani kuna wewe unasema mimi ninahubiri ndio. Lakini wewe utoshelezi. Yaani hakuna Mungu atasema anakutazama wewe anatazama mpaka kuna mwingine tena. Kuna kitu hujakamilika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nirudi kama kanisa. Wewe katika kukamilisha umoja kwenye mwili wa Kristo. Wewe una play part yako. Bwana Yesu asifiwe. Na anasema hivi, kiungo kimoja kikiumia vyote vinaugua kwa pamoja. Kwamba kichwa tu kinakuuma. Kwa nini usikinalie tu kwamba uendelee kutembea tu? Mimi naumwa kichwa lakini hata hivyo paka ukafiri kwamba tayari kuna vitu vimeshafanya mpaka kikajua kichwa kinauma. Bwana Yesu asifiwe. Na anasema hata kingine kikitukuzwa na kingine vinafurahia. Bwana Yesu asifiwe. Tutoke tu hata utofu kalama hizi mbalimbali. Tuchukulie tu hata hizi haya matukio tu ya kawaida kwamba kuna mmoja akipatwa na janga fulani tunalia naye.
Kuna mmoja akiwa anafurahia, tunafurahia naye. Mfano mzuri ni jana. Mimi sifanyi mahafari ndio, lakini nimefurahia nao. Bwana Yesu asifiwe. Nilihudhuria, nikasimama nao kwamba mimi nao ni kitu kimoja. Yes, nimekosa but tuko pamoja. Au ndio unalala usingizi. Sitaki kubezi sana huko, lakini natamani uendelee kujitafakari kwamba wewe ni kiumbo, na ukikosekana wewe kuna vitu vinafeli katika kukamilisha ule mwili. Sasa kuna watu tumezuia kwamba mimi nitaenda tu ibadani, nifike tu nitulie, wafanye hivi, lakini kumbe kuna kitu ambacho ukifanya wewe kuna watu wanazidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu anasema tu mimi bora niwe wa kawaida tu kwamba najulikana au sijulikani, lakini hapana. Natamani uendelee kujitafakari katika umoja. Endelea kujiangalia kwamba nipo hapo, ndipo utukufu ulipo. Tutakusanyika hivi sana, lakini kama hakuna umoja, anasema utukufu wa Mungu unapungua pia. Palipo na umoja ndipo ambapo Mungu anadhihirika. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ilikuwa ni moja ya kwenda kukamilisha ule mmoja. Ili kwamba tuseme sisi ni wamoja, ni kila mtu ana pray part yake. Kwamba mimi niko kwenye mapambo nitafanya hivi, niko kwenye nini nitafanya hivi, na hakikisha paka kuna vitu vinaenda sawa. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kujiuliza upo kwenye nafasi gani katika kukamilisha huu mwili, au unakwenda tu unasimama upo. Endelea kujitafakari. Hapo ndipo utukufu unapokwenda kudhihirika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiendelea na ile wa Efeso pale 4, alikuja akasema tena, akasema roho moja. Bwana Yesu asifiwe. Paka anasema roho moja, basi kuna roho nyingi. Na tunaweza kila mtu akawa na roho yake ambayo, lakini hapa anakuambia ili kwenda kukamilisha umoja tuwe na roho moja. Tutajuaje kama tuna roho moja? Bwana Yesu asifiwe. Tutajuaje kama kanisa kuna roho moja? Yako matunda ya Roho, ili wewe tujue ndani yako yupo Roho Mtakatifu. Kuna matunda ya Roho nje yanadhihirika. Bwana Yesu asifiwe. Yaani usije ukandanganya ukaanza kusema kwamba niko na Roho Mtakatifu, lakini tukikutazama yale matokeo yanayotoka nje, vitu unavyotufanyia, yaani hamna hata moja tunda la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie kwenye matunda hayo ya Roho katika Wagalatia 5 ile 22. Amina. Nadhani tumesikia matunda ya Roho. Anatuambia upendo, furaha, amani, utulivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, pia na kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa ndipo tutasema hapa kuna umoja. Nitakapoenda kumtazama nani, nikikutana na hivi vitu, yes, tupo pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Katika hili tupo pamoja. Endelea kujitafakari wewe kama wewe. Roho Mtakatifu huyu ambaye tumemwona kwenye kitabu, na hii kwa pamoja ni kufuata hiki kilichomo humu wote kukiishi. Hapa ndipo tutasema tupo pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Matunda yaliyotajwa humu ndio kama haya hapa. Wewe unaishi yapi? Kama unaishi out of haya hapa, wewe sio mmoja tayari. Bwana Yesu asifiwe. Wewe tayari sio mmoja. Ili twende tukaukamilishe mmoja, tuwe na roho moja. Anakuambia tuwe na roho moja. Roho wako ni yupi? Kwamba mimi nina chuki, kwamba bwana mimi ni automatically tu chuki yangu iko hapa. Hakuna roho hivyo kwamba mimi nina chuki, kwamba roho kuna sometime Roho Mtakatifu anasema kuna muda wa chuki, au kuna muda wa kunungunika, kuna muda wa kufanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Matunda anatuambia hapa ni upendo. Yaani kuna mtu tu ukiona eti mwezi amefanya kitu fulani kizuri, tayari wewe unachukia. Nini? Bado Roho Mtakatifu ndani yako. Bado hujaunganisha kwenye ule umoja. Bado tuko tu tugeze hivi, lakini no unit. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna umoja. Kwamba nione kuna mtu ameimbisha hapa vizuri. Unaimbisha vizuri, kwanza sitikii. Unaendelea tu kuna nini? Hebu muone anajikuta na sauti. Lakini hapana, tumetoka kusoma hapo kujenga mwili wa Kristo. Tunatofautiana. Hebu wewe rizika, kama nika kidole aka, wewe rizika, ila una umuhimu. Huyu mkubwa hawezi kusimama pasipo aka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna kitu wewe unafanya ambacho huyu hata kama anaimba sana anafanya nini? Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Haya, katika Roho Mtakatifu ndani yako, roho mmoja ambaye leo utatazama hapa, kuna muda unaangalia tu leo anasimama nani kwanza kuhubiri. Huyo kwanza ataanza tu kuongelea sijui mambo gani.
Hapana. Ndio tunaweza tukawa ni wahubiri wote, tunaweza tukawa, lakini sio atakavyosimama huyu na atakavyosimama huyu ndicho kitu kimoja. Hapana. Yaani mimi nitapresent cha kwangu. Yaani kuna namna nitatumiwa kwa ajili ya kuna. Na huyu kuna namna atatumiwa. Sasa wewe utakalili tu kwamba ni waipi? Hapana. Utakuwa bado. Kwa katika matunda ya Roho tunaambiwa ndio kama haya hapa. Sasa kama bado wewe unatembea kwenye chuki kwamba unasema tu sisi ndio kwenye ukoo wetu, sijui sio ndio sisi kwenye nini, bado katika unity haupo. Katika huu mmoja ambao Mungu anauzungumzia bado anataka tu tuna roho moja. Kila tukutanapo isiwe tu katika Wakristo kwamba tuko hapa, hata tuende wapi kule, bado matunda yaendelee kuonekana. Hapo ndipo tutasema tunaye roho mmoja ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutajifunza tu hivi vifungo ngapi. Hilo ni katika roho moja. Hivyo basi Wakristo wanahitaji kuwa na roho moja, ndipo ambapo kwenda kukamilisha huu moja, ambapo ndipo utukufu wa Mungu unazidi kuzilika. Kwa sababu kule alituambia kwamba ndipo ulimwengu upate kujua kwamba Mungu ndiye aliyemtoa mwanae Yesu Kristo kwa ajili yetu. Kwa sababu tu ya umoja amesema ulimwengu apate kujua. Unataka ufanye nini ili watu wajue umoja wako? Umoja unaunganishwa na vitu gani? Tumeanza na mwili mmoja, tunayefuata na roho mmoja. Tunakwenda kufuata sasa. Anaendelea anasema hivi. Anasema tumaini moja. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja hapa, tumekaa kwa pamoja. Je, tumaini letu ni moja au kila mtu ana tumaini la kwake? Bwana Yesu asifiwe. Au kila mtu anawaza tu cha kwake? Na tumaini linaloongelewa hapa ni tumaini la utukufu ujao. Unaamini hicho? Bwana Yesu asifiwe. Tumaini lako liko hivyo au wewe kuna kitu ambacho unakitumaini zaidi? Hii ni katika kwenda kujenga ule umoja, sio katika maneno. Sasa hivi katika action tuone tumaini lako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa katika kanisa cha kwanza pia tunatakiwa tuwe na tumaini moja, ambalo ndio tumesema ndio utukufu ujao. Bwana Yesu asifiwe. Utukufu ujao ambao ndio nini? Mbingu mpya na nchi mpya. Kwa kila mtu awe na tumaini, hapo ndio tutasema tupo wamoja. Sasa wewe unategemea shule. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna watu wanaamini bado mtu, yani nakumbuka kuna namna tulikuwaga tuna nini siku tunafanyaje, kwamba mtu akishakufa na mtu bado anatumaini leo ukishakufa umekufa. Lakini haipo hivyo. Ukishakufa mwisho siku tutafufuliwa. Watakatifu wataenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Katika kwenye nini? Kwenye nchi mpya, kwenye mbingu mpya na nchi mpya. Tusome Wakolosai ile 1:26 na 27. Siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake, ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe tumeshajulishwa kwamba kuna tumaini la utukufu kwa Wakristo. Je, wewe Mkristo unatumaini hilo? Unatumaini kwenda katika nchi mpya na mbingu mpya katika umoja? Hilo ndilo ambalo tumaini tunatakiwa tuwe nalo, kwamba tunatumaini moja, siku moja wote tutailisi. Lakini wewe kama kuna kitu ambacho bado katika swala la umoja haupo, endelea kujitafakari, tumaini lako ni lipi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda tena, anakuja anasema tena kwenye nini? Hapo aliendelea akasema kwenye ile wa Efeso. Tunatembea nayo ile wa Efeso. Tumeona vitu viko 7. Kitu kingine akaja akasema Bwana mmoja. Ili twende tukajenge ule umoja, tuwe na Bwana mmoja. Yaani Yesu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi wako Yesu wengi. Sasa wewe Yesu wako ni yupi? Ni huyu mmoja ambaye tunamjua, ambaye anazungumza huko. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kuna ile inasema hivi, mchukie jirani yako, sio nini. Lakini Yesu alisemaje? Je, na wewe umemfuata huyu Yesu? Kama Wakristo tumemfuata huyu Yesu? Kama kanisa tumesikiliza kile ambacho Yesu alichosema? Tusome Mathayo 5:43
44. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu tunaishia tu kwamba hapa nimesikia kwamba mchukia adui yako, tayari unaishia hapo. Huko Mkristo kweli kuna namna tu mtu akikuuzi, yani hapa sitafanya nini, lakini Yesu Kristo anakuja kutuambiaje huko? Kwamba hadi tuwaombee. Bwana Yesu asifiwe. Yule aliyekufanya hivi muombee. Bwana Yesu asifiwe. Wewe hapo ndio tutasema kweli una huyu Yesu ambaye tunamjua, ambaye ametupa maelekezo, kuna vitu amesema kwetu na kweli tunavifanya. Kweli tupo, tuna Bwana mmoja, tuna Yesu mmoja. Hapa ndipo tutasema kwamba tuna umoja katika kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Lakini pia twende ingine, alikuwa anasema imani moja. Bwana Yesu asifiwe. Imani moja. Pia kama kanisa kuwe kuna imani moja. Sijasema kiwango cha imani, kuwe kuna imani moja. Kwamba nini mnachoamini? Je, mnaamini Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi? Ndio kama kanisa. Nini unaamini? Ndio kama kanisa katika kitabu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yako maneno mengi ambayo yanazungumzwa. Kwamba tunajua Yesu Kristo ndio mwombezi wetu kwa Bwana, si ndio? Lakini kuna mwingine unawaza tuna imani kwamba wale watakatifu watakao kufa wale wanao uwezo wa kutuombea na sisi. Kwamba huko walikokufa na wenyewe wanaweza kutuombea kwamba Mungu asaidie hawa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaamini hivyo. Amina. Lakini hebu tusome Timotheo. Yohana wa kwanza 2:1. Yohana wa kwanza 2:1. Neno linasema, watoto wangu wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa kwenye imani tumeona hapo Yesu Kristo ndiye anayetuombea. Katika kanisa wewe una imani ipi? Katika kanisa tuna imani gani kwa huyu Yesu? Cha kwanza kwamba kuna namna, je, nikiumwa, nikiugua, nikiwa na ugonjwa, imani yangu ni nini? Wewe kama Mkristo, na ndio inatakiwa iwe atesemu kwamba nikienda kwa huyu akiwa anaumwa kweli imani yake kuna kitu fulani. Huyu wewe upo wapi? Ukiumwa unatoka nje kwamba niende nikajaribu huko? Kama uko hivyo bado katika umoja. Bwana Yesu asifiwe. Anakuambia kama imani iwe ni imani moja, kwamba namwamini Yesu, haijalishi kuna shida gani, namwamini Yesu. Ndivyo niikute kwa huyu, ndivyo niikute kwa huyu, ndivyo niikute kwa huyu. Hapo ndipo tutasema tuko na umoja. Kwa kama kanisa pia imani inatakiwa iwe moja. Nini mnachoamini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Lakini kitu kingine, na tunakwenda kumalizia. Kitu kingine anasema ubatizo mmoja. Ubatizo mmoja. Kwenye kitabu ubatizo unasemaje? Kwenye Biblia ubatizo unasemaje? Ndio ambao unatakiwa tuamini. Kwamba ubatizo tubatizwe na nani? Kwa jina la nani? Wote tu tunaamini hicho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Au kuna mtu anabatizwa kwa jina la mtu mwingine? Hakuna. Kama kanisa ubatizo uwe ni wa mmoja, kwamba ni wa namna fulani tu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo tutasema kuna ule umoja, na hapo ndipo tunakwenda kujenga ule umoja. Hata tutakaposema sisi ni wamoja, yes, nikitembea kwenye nini, nikitembea kwenye imani, nikipita kwenye nini, nakuta kweli huyu anaamini hiki, na pia anaamini. Lakini kama huyu anaamini vitu vingine, kuna namna anafanya vitu vingine, hapo bado sitasema, hakuna atakayesema kwamba hapa kuna umoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Lakini nimalizie hiyo ya mwisho, alikuja akasema wewe na Mungu mmoja. Inaweza ikawa ni tofauti sana, kwa sababu kwani mimi sijui kama Mungu ni mmoja. Hapana. Yaani unajua Mungu kuna miungu juu. Yaani kama ukiona Mungu kuna miungu, nini kwako cha kwanza? Yaani nini umekipa kipaumbele? Bwana Yesu asifiwe. Kuna namna kitu umekiweka kipaumbele, hata huyu Mungu hamna. Yaani kuna kitu ukifanya tu unawahi huko, nisaidie. Tayari yule ni Mungu wako.
Je, huyu Mungu ni Mungu mmoja kwetu? Tukitamka hapa Mungu ndio huyu aliyeumba ulimwengu kweli, anayetupenda sisi sote, au kuna Mungu gani? Tunaposemea sanamu sio mpaka alichonge tu aliweke pale. Tunaposemea sio mpaka tu wetu umsimamisha kwamba mwanadamu umsimamishe pale, hamna. Ni namna tu ambavyo ulivyomchukulia kipaumbele, kwamba yeye anakuwa ni wa kwanza. Jiulize ni wapi umefanya kuwa ni kitu chako cha kwanza. Yaani ukishituka tu nini, sijui nimewangiwa, nimefanywa nini cha kwanza unachokiwahi? Au una shida sana, una pesa sijui nini cha kwanza unachokiwahi kwamba nisaidie? Je, unakimbilia kwa wanadamu? Unakimbilia kwa waganga? Hapo ndipo itakuwa Mungu wako. Kwa Mungu sio kama tu tunasema kwamba Mungu anajulikana kwetu tunamjua, lakini namna sasa unapofanya ni kweli huyu ni Mungu naye mzungumzia kwenye kitabu ambaye aliyeumba ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tumeviona hivyo vifungu, yaani ni kama vifungo ambavyo ndio vinakutakiwa, yaani kama lazima ujifungamanishe humo ndio ukaseme mimi ni mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Viko 7 tumevitazama, tukaangalia mwili, tukaja roho, tumekuja tukasema nini tena? Tumaini. Tukaja tukasema nini tena? Ushasahau, si ndio? Imani, si ndio? Lakini tukaja ubatizo, lakini pia na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuona hapa sasa kama kanisa, Bwana Yesu asifiwe, tuwapo na umoja, ndipo ambapo ukuu wa Mungu unakwenda kudhihirika, utukufu wa Mungu unakwenda kudhihirika. Na hapa imekuwa inapigwa vita sana na shetani. Shetani amekuwa macho sana hiki kitu cha umoja kisikamilike kwenye makanisa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani usione tu unamchukia yule, hapana, sio kawaida. Ni shetani anataka hebu mchukie, kwa sababu wewe ukishampenda na huyo akafanya hivi, kuna kitu ambacho kinajengeka chenye nguvu ambacho shetani hataweza tena. Sasa amekuwa anaingiza njunju zake. Yaani yeye naye pia katika umoja ameingiza na yeye kama roho za umoja hivi, kwamba ujue kwamba za kidunia. Lakini nakumbuka kuna kanisa moja mpaka wamejigawa kabisa, Simba na Yanga ndio tunaishabikia kule, lakini wameingiza hadi kanisani. Kweli watu wanafurahia, wanasema huu ndio umoja. Tukianza kutoa sadaka, tukisema tu wa Simba, wa Yanga, haya tushindane. Kweli mtu mnasema kama vile, lakini shetani alivyoichukulia ni kama vile kweli mnatoa hela, lakini kashaichukua ile ya kule kaingiza kinyemela. Nyinyi mnahisi kama hapa ndio tunatoa hela, kumbe tayari kuna roho ameshaweka ambayo sio tena ambayo Mungu anayohitaji. Usimba na Yanga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa shetani amekuwa chonjo sana, na amekuwa akitumia watu, mfano hata wazee wa kanisa unakuwepo upande wa mzee wa kanisa huyu, kuna upande wa mzee wa kanisa huyu, kuna upande wa mchungaji, kuna upande sijui wa nani. Chini tu. Bwana Yesu asifiwe. Ni shetani ambaye mnaona kama nomo tu, kikundi chetu ndio kizuri sijui nini, lakini kumbe shetani kashaweka ule umoja wake wa kidunia kauingiza pale, na sio umoja ambao unaozungumziwa hapa wenye vifungo hivyo 7 ambavyo kila mtu anatakiwa awe navyo. Ndipo hapo tutasema kuna umoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisiendelee sana. Kwa hiyo shetani amekuwa ni, na ili kuyaweza haya ni katika kuyaishi haya, katika kuishi neno la Mungu. Humo ndimo anamozungumza huyo Bwana mmoja. Anasemaje? Niishi nini? Hicho utakachokiishi wewe, tukikutana wote sisi ni wamoja. Bwana Yesu asifiwe. Na anayetusaidia ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kumalizia, twende tumalizie tu kwa kusoma Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza na mstari wa 10. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza ule mstari mmoja tu mstari wa 10. Sura ya kwanza 1:10. Nitairudia kwa faida kwa ambaye hajasikia. Anasema, basi ndugu na wasii kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwe kwenu faraka, bali muhitimu katika nia moja na shauri moja. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo anapotusii katika hiyo. Sasa kama kanisa, wewe ambaye unaijenga kanisa, wewe ambaye unayetakiwa kwa mwili mmoja, wewe unayetakiwa kwa, endelea kujitafakari katika hili. Bwana Yesu asifiwe. Tembea nalo, endelea kuzunguka huko. Amesema sio, yani hatuwezi ule utukufu wa Mungu sio kwa kufanya miujiza sana, sio kwa kusema wote, kwa sababu pale alisema hivi, tukirudi kule mwanzo kwamba wote tuwe wachungaji au wote tuwe waimbaji. Kupo wapi kusikia? Anasema kupo wapi kuona? Haya, tupo waimbaji. Wapo wapi walimu? Watakuwepo wapi?
simama kwenye nafasi yako, tuwe na umoja ili Bwana na utukufu wake udili kudhihirika zaidi. Amina. Nitamshukuru Mungu. Nalihimidiwe jina lako Mungu kwa utukufu wako ambao Mungu umetutendea hata kwa majira haya. Baba, tunasema ni asante kwa sababu umetujulisha tena hata katikati ya hili Mungu. Tunasema ni asante kwa sababu sio kwamba tulijua, lakini ni kwa sababu ya mapenzi yako. Unatamani tuyajue zaidi ili Bwana tuishi ule utukufu wako. Mungu wetu tunakushukuru. Nami ninasema ni asante hata kwa kunitumia. Mungu ni wewe tu, sio kwamba nilistahili na nilifaa, bali ni kwa utukufu wako tu Jehova. Ninasema ni asante hata kwa ajili ya watoto wako waliosikia. Asante hata kwa wanao ambao Mungu umewaruhusu siku ya leo wapate kujua hiki kitu. Nalihimidiwe jina lako zaidi Baba. Tutangulia hata kwa mengine Mungu. Ndio haya tumeyasikia. Yasiwe tu katika kuyasikia Mungu. Tunatamani kweli tukafanyike kuwa wamoja. Tusiwe wa midomoni tu kwamba tunasema tunapendana, lakini ndani yetu hakuna chochote. Mtakatifu, tunaomba Roho kwamba atakuwa kitusaidia ili tuweze kuyaishi haya, tukaukamilisha ule umoja wako, ili utukufu wako ukazidi kuwa zaidi na zaidi, ili watu wakakujue kwamba wewe ndiye unayeweza, wewe ndiye unayetosha. Ninakushukuru kwa jina lako takatifu. Amen.